milima za Mungu, the mountains of God. Milima za Mungu, the mountains of God. Joshua sura ya 14 mstari wa 12 mpaka 15. Joshua sura ya 14 mstari wa 12 mpaka 15. Tony. Joshua sura ya 14 mstari wa 12 mpaka 15. Bwana asifiwe. Na nilisema jana kwamba Mungu alipotoa Waisraeli kutoka katika nchi ya Misri kuwaleta katika nchi ya ahadi, kitu ya kwanza alisema, hakusema anaopeleka katika nchi ya ahadi. Bwana asifiwe. Alisema nimesikia kilio cha wana wangu, enda uwakomboe na uwalete katika hii mlima. Bwana asifiwe. Na katika hiyo mlima, baada ya kutoka kwa hiyo mlima, ndio walikuwa wanaenda katika nchi ya ahadi kupata ahadi yao. Na hiyo mlima Musa mwenyewe alisema, tunaenda siku 3 jangwani katika mlima, tuende tuabudu Mungu. Haleluya. So, walitolewa Misri sio kwa ajili ya baraka, walitolewa Misri waende waabudu. Narudia, hawakutolewa Misri ili wapewe baraka, walitolewa Misri wapelekwe katika mlima ya nini? Ibada, waabudu. Na walipelekwa katika mlima Horeb, walishindwa kuabudu. Sina saa ya kuingilia hiyo. Walishindwa kuabudu kwa ajili Mungu wa ibada alipokuja, walitoroka na wakaambia Musa, wewe ongea na yeye, yenye amesema utatuambia. Walishindwa kuabudu. Na niliwaambia kilichowashinda kuabudu ni hii: Mungu alikuwa na nia ya kutoa Misri ndani mwao. Na kwa ajili Misri ilikuwa ndani, Misri haiwezi kumwezesha mtu kufanya nini? Kuabudu kama Misri ingali ndani. So Misri ilikuwa ndani, hawangeweza kuabudu. Haleluya. Sasa kutoka mlima Horeb ndio wanaenda katika nchi ya ahadi, nchi yenye imejaa na maziwa na asali, mahali penye sasa wanapata baraka zao. Ninarudia kusema kwamba Mungu akikuokoa, anakuokoa ili umwabudu. Haleluya. Baada ya kumwabudu, baraka inafuata. Kanisa imefanya hivi. Mungu ametuokoa ili atubariki. Hiyo ndio kitu yenye tumejua. Mungu ametuokoa ili afanye nini? Tumwabudu yeye. Baada ya kumwabudu unafanya nini? Unapata baraka. Tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, alafu baraka mtafanya nini? Mtasidishiwa. Haleluya. Ya pili nilisema kwamba ili upate baraka zako, kuna neno la unabii yenye lazima ikusukume. Haleluya. Na nilisema neno la unabii sio lazima mtu akutabirie. Neno la unabii unaweza kusoma Biblia na Biblia inakuongelesha kinabii. Haleluya. Hiyo ni neno la unabii. Mtu unaweza kuwa unaomba na katika kuomba Mungu anaachilia neno, na hiyo ni neno la unabii. Haleluya. Hiyo neno la unabii ndio inakupea uwezo wa kumiliki baraka zako. Kwa nini? Neno la unabii iko ndani. So wakati unatafuta baraka zako, kuna shida zenye unapitia, neno la unabii na kusukuma kutoka ndani mpaka upigane na shida, ushinde shida, alafu upate nini? Baraka zako. Haleluya. Ndio sababu nilisema neno la unabii ni muhimu. Na tunarudi sasa kwa Caleb. Alipata neno la unabii mstari wa 12. Toni mbio. Basi nipe nchi hii ya vilima ambayo Bwana aliahidi siku ile. Wewe mwenyewe ulisikia wakati ule kwamba Waanaki walikuwako huko na miji yao ilikuwa mikubwa. Akasema basi nipe nini? Mlima huu. Haleluya. Amen. Anasema nipe mlima huu. Na amejua hiyo mlima ina miji yenye ukuta yenye sio mchezo. Namba 2, wenye wanaishi katika huo mji sio watu wa kawaida, ni majitu. Bwana asifiwe. Na akasema basi nipe mlima huu. Hakusema ninaomba unipe mlima. Mnanisikia? Alisema basi nipe mlima huu. Kwa nini alikuwa na ujasiri? Ni kwa sababu alijua ni neno la unabii na Mungu ako na yeye. Haleluya. Amen. Hakuenda kuomba. Hiyo ndio kitu yenye tunafanya. Hata baraka zenye tumeahidiwa, yenye Mungu amesema kwa neno lake ni zetu, yenye Mungu ashatuambia, unapata Mkristo bado anaomba kama mwenye anaomba kando ya barabara. Bwana asifiwe. Amen. Nini inatendeka hivyo? Ni kwa sababu binadamu hawaelewi. Neno la unabii ukishapata, inakupa ujasiri ya kuchukua baraka zako, iwe ni kwa shetani, iwe ni kwa binadamu. Una ujasiri ya kutimiza. Haleluya. Alisema nipe mlima huu. Hakuenda kuomba Joshua ninakuomba ukipenda unipe mlima. Alisema nipe. Kwa nini? Alikuwa na ujasiri
neno la unabii linenwa kupita kwa mdomo wa Musa, huo mlima itakuwa ni ya Caleb. Haleluya. Hiyo neno ikampea ujasiri. Ndio nakuombea watoto wa Mungu, kila neno yenye umepokea ufunuo igeuke ya ujasiri, ya kupea nguvu ya kukabiliana na nguvu za giza, ya kupea nguvu ya kukabiliana na binadamu, ya kupea nguvu ya kukabiliana na laana, ya kupea nguvu ya kukabiliana na kila kizuizi. Haleluya. Amen. Haleluya. Mhubiri sura ya 8 mstari wa 4. Usiende huko. Mhubiri sura ya 8 mstari wa 4. Biblia inasema katika Mhubiri sura ya 8 mstari wa 4, Biblia inasema mahali neno la mfalme liko kuna nguvu, na kazi anayotenda hakuna mwenye anaweza kuzuia. Haleluya. Mwenye anakupa neno la unabii ni mfalme wako, Yesu mwenyewe. Na Biblia inasema mahali neno la mfalme liko kuna nini? Kuna nguvu. Mungu akikupea neno la unabii, nyuma ya kila neno la unabii kuna nguvu ya kutimiza. Haleluya. Haleluya. Kuna nguvu ya kutimiza. Ndio sababu Caleb akasema kwa ujasiri, nipe hiyo mlima. Kwa nini? Alijua kuna nguvu yenye amepewa ya kuvunja ukuta hizo mlima. Alijua kuna nguvu katika hiyo neno ya kupigana na majitu wenye walikuwa wamejaa mahali pale. Haleluya. So watoto wa Mungu, ninakuomba ukipata neno la unabii, ufunuo, unaposoma neno la Mungu, wakati unapoomba ukapata ufunuo ndani ya moyo wako, iwe ni ujasiri, iwe ni nguvu ndani mwako ya kukusukuma. Haleluya. Na ukishapata neno la unabii, usiangalie mlima. Haleluya. Caleb hakuangalia mlima, Caleb hakuangalia majitu, aliangalia neno la unabii yenye ina uwezo wa kutimiza. Haleluya. Ukipata neno la unabii, usiangalie machozi. Ukipata neno la unabii, usiangalie vitu yenye watu wanasema. Ukishapata neno la unabii, usiangalie vizuizi. Haleluya. Fungua macho yako na uangalie nguvu yenye iko nyuma ya neno la unabii, kwa ajili hiyo nguvu ina uwezo wa kutimiza. Haleluya. Na Biblia inasema mahali neno ya mfalme liko kuna nguvu, na nani atauliza anafanya nini? Haleluya. Inamaanisha Yesu akianza kutenda neno la unabii, shetani hawezi akazuia, Lucifer hawezi akazuia, ulaana haiwezi kazuia, hakuna mwenye anaweza kuzuia. Haleluya. I declare to you, where the word of the Lord is, there is power, and that power does things. Haleluya. Kazi yako ni rahisi tu, ni kushikilia na kuamini hiyo neno peke yake. Hauhitaji kupigana, ni kushikilia tu na kuamini hiyo neno. Haleluya. Biblia inasema katika haya mambo yote sisi ni zaidi ya washindi. Haleluya. Sisi sio washindi, mnisikie. Biblia haikuiti mshindi. Biblia inakuita zaidi ya nini? Mshindi. Wewe sio mshindi, wewe ni zaidi ya nini? Mshindi. Haleluya. Haleluya. Ninajua bondia moja anaitwa Mayweather, anajua kupigana sana. Haleluya. Akona ushindi nyingi. Mayweather anachukua muda mrefu sana kutrain ili aende kupigana. Anaamka asubuhi, analala jioni kama amechoka, anatrain ili aende kupigana. Haleluya. Vyakula yenye anakula lazima akuli chips, anakula chakula yenye anajenga misuli. Kwa nini? Anaenda kupigana. Haleluya. Akiingia kwa ring, anapigana mpaka anakuwa mshindi. Mnanipata? Akishakuwa mshindi anapata pesa nyingi. Akishapata pesa nyingi anarudi kwa nyumba yake. Akifika kwa nyumba kuna mke na watoto. Hawakupigana. Wao sio washindi. Wao ni zaidi ya washindi. Kwa nini? Wanatumia pesa bila kupigana. Haleluya. Mshindi anapigana. Walio zaidi ya washindi wanatumia baraka bila kupigana. Hiyo ndio nafasi yako. Wewe ni zaidi ya mshindi. Wewe sio mshindi, Yesu ndio mshindi. Yeye ndiye alipigana. Baada ya kupigana, wewe amini tu, Baba amepata pesa, atanipea. Amini tu, Baba amepata ushindi, amenipea. Haleluya. Kazi yako ni rahisi. Wewe ni kama watoto wa Mayweather. Kazi yako ni rahisi. Unaenda tu kwa baba na unasema ninataka pesa. Unaenda tu kwa baba na unasema ninataka nguo. Kwa nini? Alipigana na kona pesa. Yesu alipigana Kalvari, alishinda, alileta kila kitu yenye unahitaji. Hauhitaji kupigana tena. Wewe ni zaidi ya mshindi. Yesu ni mshindi, wewe ni zaidi ya mshindi. Haleluya. Shikilia neno la unabii, acha kuiachilia. Shikilia mpaka mwisho. Haleluya. Kwa nini Caleb hakutishika? Anasema hivi mstari wa 12. Biblia inasema
Bwana akiwa na mimi nitaufukuza. Haleluya, haleluya. Ujasiri ni nini? Bwana alinipea neno, na mahali neno lake liko lazima kuweko. Sasa Bwana akiwa na mimi lazima nifanye nini? Nishinde. Haleluya. The Bible says if God be for us, who can be against us? Mungu ako upande wako, watoto wa Mungu. Neno lake liko upande wako. Nani anakushinda? Haleluya. Nani anakushinda? Lazima upate mlima wako. Lazima, haijalishi. Narudia watoto wa Mungu, wacha kuangalia number 1 majitu wako katika hiyo mlima. Number 2, wacha kuangalia kuna ukuta imejengwa. Wewe angalia Mungu aliyekupea neno, ako pamoja na wewe. Shikilia ujasiri wako, utapata huo mlima. Si uendi kupigana, uendi kung'ang'ana. Ashapata ushindi, yeye ndio mshindi. Wewe ni zaidi ya mshindi. Enda tu ushikilie hiyo zaidi ya ushindi na uendelee nayo. Haleluya. Pigieni Bwana makofi. Neno linaendelea kusema mstari wa 13. Na Joshua akambariki. Haleluya. Ukiwa na neno la unabii na Mungu wa unabii, watu lazima wakubariki. Biblia inasema alimbariki na akampea urithi wake. Haleluya. Watoto wa Mungu, unachohitaji dunia hii haziko mbinguni, ziko hapa Kenya na Wakenya. Narudia, unachohitaji dunia hii haziko mbinguni, ziko hapa Kenya na Wakenya. Na ili uchukue lazima Bwana aliyekuita ajulikane kwao. Haleluya. Nitakujia hapo. Biblia inasema kwamba Yesu alipokuwa anakaribia katika mji ya Yerusalemu, siku yake, kesho yake, alikuwa ataingia katika mji wa Yerusalemu. Akatuma wanafunzi wake, akawaambia, endeni mahali kuna punda, na mkienda mahali kuna huyo punda utapata amefungwa. Wenyewe watakuuliza, kwa nini unaifungua? Na Yesu akawaambia, waambie Bwana anahitaji. Haleluya, haleluya. Kuna aina ya watu wawili hapa. Mmoja ni Bwana, wengine ni nini? Wenyewe. Haleluya. Kenya hii vitu zako ziko na wenye unaitwa nani? Wenyewe. Punda yako iko na mtu anaitwa nani? Mwenyewe. Haleluya. Ukienda kwake mweleze Bwana anahitaji. Haleluya. Katika mioyo ya binadamu, amuru mioyo ya binadamu wajue wao ndio wenye wana fedha wenye unahitaji, wao ndio wenye wana nguo zenye unahitaji, wao ndio wenye mali wenye unahitaji. Lakini waambie Bwana aliyeumba mbingu na dunia, anayetawala juu ya kila kitu, anaitaka. Na unaamuru mioyo za binadamu kuvunjika na kukubali yenye Bwana amekupea. Haleluya, haleluya. Wenyewe walikuja na wakaeleza hapana, hamuichukui. Waliposema Bwana anahitaji, waliitikia. Haleluya. Kila roho ya binadamu, kila moyo wa binadamu, kila nafsi ya binadamu inasikia sauti ya Mungu. Biblia inasema mimi ni Mungu wa mioyo ya binadamu wote, mimi ni Mungu ya roho zote. Sasa watoto wa Mungu, mahali binadamu amekuamilia inheritance yako, vile Joshua alikuwa amekuamilia ya Caleb, waambie nani? Bwana anaitaka. Wakisikia sauti ya Bwana wataitikia na watakupea. Haleluya, haleluya. Chochote unachohitaji iko wapi? Kenya hii, iko dunia hii, na iko kwa mkono ya mtu mwenye anaitwa nani? Mwenyewe. Na ili mwenyewe akupee, lazima umuonyeshe Bwana ni nani. Hata kama kuombea roho yake ajue Bwana ni nani, utaomba. Chochote unahitaji lazima Bwana aletwe mbele. Haleluya. Alimbariki. Mstari wa 12 na 13 inasema hivi. Alimbariki Joshua, akambariki na akampea Caleb mwana wa Nefune Hebroni urithi wake. Haleluya, amen. Haleluya. Bila kung'ang'ana. Sasa niangalia watoto wa Mungu. Number 1, Caleb ana neno la unabii. Number 2, Mungu ako nyuma yake. Number 3, mamlaka, authority, mwenye ako chini yake ako wapi? Nyuma yake. Haleluya. Nani anakushinda kweli? Nani anakushinda? Mungu ako nyuma yako. Number 2, neno la unabii unayo. Number 3, mchungaji mwenye anakuchunga ako nyuma yako. Nani anakushinda? Haleluya. Watatu, mamlaka ya mbingu iko nyuma yake. Haleluya.
Na watoto wa Mungu, kumbuka hii, wanampea enda uchukue. Na mahali anaenda kuchukua kuna nini? Majitu na nini? Na ukuta. Haleluya. Na wanamuelezea enda uchukue. Na wakamueleza tumekupea urithi wako. Na mahali kuna urithi kuna nini? Majitu na kuna ukuta yenye mezunguka. Haleluya. Na maanisha nini? Chochote unataka kumiliki dunia hii, lazima uimiliki kiroho, ndio utaimiliki kikawaida. Haleluya. Ilibidi Joshua amiliki hiyo milima kiroho. Mungu anampea neno la kiroho. Mungu wako nyuma yake. Joshua pia anamuelezea neno la kiroho, akaimiliki kiroho. Haleluya. Vita alishinda kiroho kwanza. Haleluya. Na nasema kitu yenye iko uchungu hapa. Chochote yenye umepata dunia hii na hujaimiliki kiroho, utaipoteza. Kwa nini? Chochote tunapata dunia hii tunaimiliki kiroho kwanza, ndio tunaihifadhi. Haleluya. Chochote umiliki kiroho utahifadhi milele. Chochote yenye hujaimiliki kiroho utapoteza. Haleluya. Na hiyo ndio sababu Caleb kung'ang'ana kwenda kupigana kwanza. Haleluya. Alijua siri, ili ushinde unashinda kiroho kwanza. Haleluya. Hiyo ndio sababu nimeona watu wengi wenye wamenunua gari kimwili, lakini kiroho logbook iko kwa mkono ya mwingine, na logbook iko katika madhabahu yenye sio yake. Apende asipende, gari itamtesa mpaka atupe. Haleluya. Unaweza kuwa na shamba, na kama title deed haijafika kwa mkono yako, mchanga itakutema, mchanga itakupiga na magonjwa na maradhi mpaka useme ninahama hapo. Ninarudia, ukitaka kumiliki chochote dunia hii, miliki kiroho kwanza. Ukishamiliki kiroho, kikawaida utahifadhi. Haleluya. Vita ilivyokuu sio ya mwili, sio ya damu na nyama. Vita iliyokuu ni vita vya kiroho. Anayeshinda kiroho anashikilia kimwili. Haleluya. Hiyo ndio sababu Joshua ameambiwa hii, na ameambiwa na ujasiri. Kwa nini? Huyu alijua Caleb lazima nimiliki kiroho. Haleluya. Amen. Mstari wa 14 nisomee. Inasema, kwa hiyo Hebroni ukawa urithi wa Kalebu. Ukawa urithi wake. Hajaenda kupigana, hajafika huko. Mnanisikia? Hajafika huko. Lakini Biblia inasema nini? Ikawa urithi wake. Narudia, yenye umemiliki kiroho hata kabla hujaiona ni yako. Amen. Ikawa ni urithi wake, na hajaenda kupigana, hajaanza hata safari, bado anaongea na Joshua. Haleluya. Na Biblia inasema nini? Ikawa nini? Urithi wake. Haleluya. Na kuna chochote yenye Mungu ametangaza anayokupa yenye shetani anaweza kunyang'anya. Ukishamiliki kiroho, it's just a matter of time. Baada ya muda itakuja kuitikia. Haleluya. Haleluya. Ninakuomba watoto wa Mungu, usishushwe moyo. Kama uko na hakika Mungu ashasema na ushaipata kiroho, usijali. Times and seasons are in the hands of the Lord. Kwa wakati na nyakati iliyo sawa itafika, ipende isipende. Kwa ajili Mungu ameamuru, na yenye umepata kiroho lazima upate kimwili. Haleluya. Ndio sababu Biblia inasema mstari wa 14, and Hebroni ikawa urithi wa Kalebu mwana wa Jefune the Kenizzite to this day. Because, kwa nini ilikuwa urithi wake? Kwa sababu alimwandama Bwana Mungu wa Israeli kwa utimilifu, kwa moyo wake wote. Haleluya. Amen. Hizi vitu zenye alikuwa anaongea, kwa anaongea story. Wakati anasema nipe hii urithi, hakuwa anaongea story. Ilitoka wapi? Moyoni. Haleluya. Hakuwa anaongea story. Wakati anaambia Joshua, ulisikia Mungu akisema, ilikuwa inatoka wapi? Moyoni. Haikuwa inatoka kwa kichwa. Haleluya. Na Mungu akaangalia wakati anasema Mungu atakuwa na mimi. Haikuwa inatoka kichwani, inatoka wapi? Moyoni. Na Mungu akaliangalia moyo na akasema nimetenda hii kwa ajili amenifuata na moyo wake wote. Haleluya. Haleluya. Watoto wa Mungu, kama kuna ombi tunatakana tuombe kama Wakristo, na ninakuombea uombe hiyo ombi kila siku. Zaburi 86 mstari wa 11. Ninakuombea uombe hiyo ombi kila siku. Zaburi 86 mstari wa 11. Biblia inasema
Give me undivided heart. Nipe moyo usiogawanyika. Hapo ndio mali shetani huwa anatushindia. Tunaomba kwa Mungu na moyo iliyofanywa nini? Iliyogawanyika. Joshua alimfuata kwa moyo moja kamilifu mpaka Caleb kamilifu mpaka mwisho. Moyo haukugawanyika. Sisi tunamfuata hali ikiwa ngumu zaidi, moyo unagawanyika. And unfortunately katika dunia hii hali ikiwa ngumu zaidi, hiyo ni ishara kubwa kwamba ushindi imefika. Hiyo ndio ishara kubwa. Hallelujah. The darkest part of the night ni saa 9 usiku ikielekea saa 12. Na inaonyesha kwamba mwanga iko karibu kuja. Hallelujah. Na kwa ajili ya kutokamilika kwa mioyo yetu, sisi ndio watu tunafanya baraka za Mungu uchelewa. Hallelujah. Sisi ndio watu tunafanya baraka kuchelewa. Zaburi 30 inasemaje mstari wa 5? Biblia inasema weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. Kuugua inaweza kuvumilia usiku, lakini furaha huja asubuhi. Hallelujah. Amen. Mnanipata? Hiyo ni kwa mwenye amegawanyika moyo, analia usiku mzima, ushindi anapata nini? Asubuhi. Lakini ukisoma Matendo ya Mitume sura ya 16, Silas pamoja na Paul walikuwa wapi? Gerezani. Walipokuwa gerezani hawakulia. Mnanisikia? Yule wa Zaburi analia, ushindi unapatikana wapi? Asubuhi. Silas na Paul waliamua kufanya nini? Kuimba na kusifu. Walipoimba na kusifu, ushindi ulipatikana saa ngapi? Saa 6 ya usiku. Inamaanisha walipunguza muda ya miujiza na masaa 6. Hallelujah. Moyo wako ndiye inaamua inakuja saa ngapi. Kama umeamua kulia juu ya hiyo hali, siku zitaongezeka. Kama umeamua kuimba na kuabudu na kuomba, siku zinapunguzwa na nusu. Choice belongs to you. Hallelujah. Najua ni ngumu lakini ni ukweli. Choice belongs to you. Amua kulia, ninateseka sana. Amua kulia zaidi na ulia zaidi. Ninakuahidi ushindi inakuja, lazima ipitie saa 7, ipitie saa 8, ipitie saa 9, ipitie saa 10, ipitie saa 11 mpaka saa 12. Na sehemu hiyo ya usiku is too dark. Hallelujah. Na vile inazidi kuwa dark, ndio moyo wako unagawanyika zaidi. Lakini ukiwa kama Paulo na Sila, wamekufunga saa 1, umeanza kuimba, kufika saa 6 ya usiku, mlango ya gereza inatetemeshwa, misingi ya gereza inatetemeshwa, na ushindi wako sio wewe peke yako, hata wenye walikuwa wamefungwa. Hallelujah. Hallelujah, watoto wa Mungu. Ukiwa unalia, unaomboleza, ushindi itakawia, lakini ni ushindi wako peke yako. Ukiwa unaomba na kusifu Mungu wako, ushindi unakuja na sio yako peke yako, unaenda kuomboa wengine. Hallelujah. Milima za Bwana lazima tuzipande. Praise the Lord. Na muangalie kwa hizi zote, hakuna mahali Biblia kuja ikataja tena majitu. Hakuna. Mnanisikia? Biblia haikutaja shida. Kwa nini? Shida ilikabiliwa vizuri. Kwa nini? Katika ulimwengu wa kiroho. Hallelujah. Na ndio sababu Biblia yasema kwamba Caleb alipofika pale, alipigana na majitu, ilibidi avunje ukuta. Ukuta ya Yeriko ilivunjwa je? Kwa sifa. Hallelujah. Sio kwa Waisraeli kuzunguka na kulia, kwa sifa. Bwana sifiwe. Kuta nyingi zinavunjwa kwa sifa. Praise the Lord. Wakati landlord amekuja, saizi hakuna pesa, na umejua amekuja na umemwona kutoka mbali, ninakuomba usifunge mlango na usiambie mtoto enda uambie landlord siko. Mtoto hajadanganyika, ataenda kusema mama amesema landlord hayuko na uko ndani. Fika hapo na useme, uanze kuimba amenitendea, amenitendea, amenitendea. Na weka volume iwe zaidi kushida hii microphone. Landlord akikaribia atasema hapana, wacha niende kwingine kwanza, yeye anasifu Mungu nisimsumbue. Na ataenda na apate story na jiende, asahau hakumaliza na wewe. Hallelujah.
Kwa nini Mungu ameingilia kati? Hukuwa unaomboleza, ulikuwa unasifu. I request you children of God, mjifunze kuomba na kusifu Mungu katika shida, sio kulia peke yake. Najua naturally ni kulia ndio rahisi. Ni kulia ndio rahisi. Unafikiria ukilia zaidi ndio Mungu anafanya nini? Ni sio mbaya kulia. Hata Biblia inasema, Daudi anasema kutoka kilindini mwa moyo wangu nilifanya nini? Nilikulilia. Inamaanisha nini? Kuna kulia ya kuogopa shida na kuna kulia yenye natoka wapi? Kama sio kulia ya kutoka kwa ndani ya moyo, ni ya kulia yenye umeogopa shida, shauri yako itakaa tu. Lakini kama ni kulia kutoka katika kilindi cha moyo wako, kulia ya imani, Mungu ataingilia kati. Hallelujah. Hallelujah. Mountains of God. Bwana asifiwe. Kesho tutaanza na mlima wa kwanza, yenye itakuwa mlima Ararat. Sitaki kuingilia hiyo. Nitaka tu kujua mjue milima za Mungu. Na ziko ngapi? 9. Hallelujah. Hata mpaka next week ziko ngapi? 9. Praise the Lord. Tusimame, nataka kuomba.